Karibu tena. Idara ya polisi sasa inataka mahakama inayosikiza kesi ya mauaji ya Rex Masai kubatilisha uamuzi ulioagiza kuwasilishwa kwa sajili ya kutoa silaha na kunakiliwa kama ushahidi. Kupitia mawakili wake, idara ya polisi inasema uamuzi huo ulikuwa kinyume na sheria na ulikiuka maagizo ya kutoa taarifa kuhusu vifaa vya kiusalama. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge anaarifu. There are issues which have been raised here that we feel that. Kikao cha mahakama cha kusikiza kesi ya mauaji ya Rex Masai kilitarajiwa kuendelea leo, ila hakikuendelea baada ya upande wa mashtaka kuomba muda zaidi kuangazia ombi kutoka kwa idara ya polisi lililowasilishwa na mawakili wao. Idara ya polisi katika ombi lake imetaka mahakama kutupilia mbali uamuzi ulioagiza kuwasilishwa kwa sajili ya silaha itakayotumika kama ushahidi. Polisi wamesema uamuzi wa tarehe 3 Septemba ulikuwa kinyume cha sheria na ulikiuka sheria za ulinzi wa taarifa kuhusu vifaa vya kiusalama. Msimamizi wa silaha katika kituo cha polisi cha Central, Frederick Okapesi, katika hati kiapo chake alisema rekodi za silaha zimekuwa mikononi mwa IPOA tangu kuanza kwa kesi baada ya mahakama kutoa agizo wapewe. Illogical. Okapesi anasema alikuwa amepinga hatua hiyo kwa kuhofia rekodi huenda zikahitilafiwa au kubadilishwa. Idara ya polisi inasema ombi la Okapesi halikunakiliwa kwenye rekodi za mahakama, wakidai kunyimwa haki ya kusikizwa na uwazi wa kesi hiyo. Uamuzi huo wanasema ulikiuka katiba. Pia wanadai uamuzi ulihitilafiana na usiri wa kutoa rekodi kuhusiana na silaha za polisi. Upande wa polisi unasema uamuzi ulifanywa bila ya kupata ruhusa kutoka kwa shahidi na kumpelekea kutoa ushahidi usiokuwa chini ya idhini yake. Okapesi aliyetoa ushahidi tarehe 1 Septemba alikabiliwa na maswali kuhusu mkanganyiko katika sajili ya silaha na kukiri makosa na kusema haikuwa njama ya kuficha ukweli. Mahakama imeagiza kesi hiyo kusikizwa tarehe 30 mwezi Oktoba, kutoa muda kwa pande zote kujibu idara ya polisi. Upande wa mashtaka umebakisha mashahidi watatu wanaotarajiwa kutoa ushahidi wao. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.